Hii ni Kwaresma na ninawakaribisha ninyi nyote mliopata neema ya kuabudu pamoja nasi katika Ijumaa hii ya kwanza ya Kwaresma ya mwaka huu, na ninawakaribisha pia wale walioabudu nasi na wanaoabudu nasi masafa ya mbali mahali duniani kote. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mabibi na mabwana, tuna hoja chache za maombi, lakini tunaongozwa na kichwa chetu kinachosema kutoka msimu mpaka kusudi, from seasons to reason. Hicho ndicho kichwa kinachotuongoza, na hii ndi mada yetu kubwa ya Kwaresma ya mwaka huu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana katika ibada yetu ya jioni hii ya leo, na tuna bango letu maalum, bango letu la kauli mbiu linaloonyesha juu ya from seasons to reason, kutoka misimu mpaka kusudi, na tunaangalia juu ya falsafa pana iliyopo kati ya msimu na kusudi, na namna ambavyo msimu na kusudi ni maisha na muunganiko wa kimaisha unaowaunganisha watu, na maisha ya mwanadamu ni msimu na kusudi, na vinaonekana pale kama ambavyo vina pande mbili. Na tunapoangalia Christmas ni msimu, lakini pia Pasaka ni kusudi, na tunaangalia juu ya theolojia na falsafa ya reasons and season, misimu na kusudi katika maisha yetu na katika maisha ya mtu. Na tumeanza tangu Jumatano asubuhi, tumeendelea na shule yetu itaendelea pia kuanzia Jumatatu, na tutaendelea na shule nzuri ya msimu na kusudi, na tunajua kwa hakika Mungu ameendelea kufundisha na kusema nasi juu ya kusudi na msimu. Na namshukuru sana mtumishi wa Bwana Mwalimu Reinhard Mlawi, ambaye kwa kweli amekuwa hapa takribani wiki 2 sasa mfululizo, na amefanya kazi kubwa na ya baraka, na leo tutashirikiana pia pamoja na watumishi wa Bwana walioko hapa kwa ajili ya ibada ya maombi ya Friday prayer ya mlima huu wa maombi. Sasa ninaomba kuleta kwenu hoja chache za maombi ambazo tutasimamia ili tuweze kuingia kwenye maombi. Leo ni Friday prayer ya kwanza katika Ijumaa ya kwanza ya Kwaresma. Kwa hiyo tunataka kuomba kindakindaki, kwa maana pia watu wako kwenye mafungo, na tunataka pia tumalize ibada mapema ili watu pia wapate nafasi ya kwenda hasa kufungua wale ambao wamefunga chakula. Lakini ninaomba kuleta hoja za maombi. Hoja za maombi kwanza ni kuomba toba na rehema. Kuomba toba na rehema. Hii ni Kwaresma ya kutubu. Hii ni Kwaresma ya kutubu, na tunasimama na neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19. Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa kuwako kwake Bwana. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati mpya za kuburudishwa. Wapendwa mabibi na mabwana, tunapozungumza juu ya Kwaresma ya toba, ni maana kubwa sana katika maisha yetu ya Kikristo. Na mimi niliye mchungaji wenu ninawaalika, itakuwa ni ombi letu la kwanza, na tutapata nafasi ya kumuomba Mungu rehema na toba, na upate nafasi ya kuomba pia juu ya dhambi, uovu na kosa ambalo limesimama katika maisha yako na limepata uhalali. Kwa njia hiyo shetani amepata uhalali, maana imeandikwa mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unaona vitu vinakufa katika maisha yako. Mtaji unakufa, biashara inakufa, kiroho chako kinakufa, mahusiano yanakufa, uwezo na utashi wa akili yako nao unakufa, akili ya watoto darasani nayo inakufa. Ni kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi
ni mauti, na ni lazima tupate nafasi ya kutubu. Juzi Jumatano ya Majivu tulifundisha na kuhubiri juu ya kurarua moyo, kutubu dhambi, na hasa dhambi za sirini zinazowatumikisha watu. Dhambi ni dhambi. Lakini bahati nzuri kwaya ya wainjilisti walitangulia kuhubiri kwamba dhambi ni dhambi na dhambi imebeba mauti. Kwa hiyo hili ni ombi letu la kwanza. Jambo la pili, ajenda yetu ya pili au hoja ya pili ya maombi ni kuombea uponyaji wa majeraha ya ndani, yani inner healing, uponyaji wa majeraha ya ndani yaliyosababishwa na misimu iliyopita maishani mwako. Kuombea uponyaji wa majeraha ya ndani, yani inner healing, majeraha yaliyosababishwa na misimu iliyopita katika maisha ya kwako. Kuna misimu ambayo umepitia ya msongo wa mawazo, ya stress, ya misiba, ya kuonewa, ya kudhulumiwa, ya kushutumiwa, ya kusingiziwa, misimu ya kupoteza, misimu ya kuuguliwa, misimu ya misiba mbalimbali. Na hii misiba imekuletea mateso. Sasa neno ambalo tunasimamia ni katika kitabu cha Yeremia ule mlango wa 30 mstari wa 17. Yeremia 30:17. Biblia inasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema, ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana anasema atakurudishia afya. Na hapa niseme specific leo, na ninatangaza kwenye madhabahu hii leo, wale waliopitia misimu iliyowaletea magonjwa yasiyoambukiza, ambayo ni magonjwa ya afya ya akili, msongo wa mawazo uliokupelekea kwenda kwenye alkoholi, kwenda kwenye pombe na bad behaviors, lakini pia wale ambao msongo wa mawazo uliotokana na msimu mbaya, misimu katika maisha yako, kwa kuletea magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kuparalyze, kupooza. Haya magonjwa yote ni magonjwa ambayo watu wanameza dawa leo, si kwa sababu nyingine. Misimu ambayo watu wamepitia, mishtuko mikubwa, majeraha makubwa ya moyo, uonevu wa wazi, mambo ambayo yamewahi kukuletea msongo wa mawazo. Magonjwa haya niliyotaja, na wengine wako India saizi kwa upasuaji, wengine wako hospitalini kwa upasuaji. Mkisikia nikizungumza juu ya falsafa ya misimu na kusudi, ujue namna misimu imejeruhi watu wengi. Leo wana magonjwa ya vidonda vya tumbo, lakini ni mtu mmoja tu alihangaika na wewe, ukajikuta unasonona, unatembea na sonona, una trauma, una stress, umefanyiwa psychological torture, na umefika mahali umejisikia umepata magonjwa yasiyoambukiza. Na haya ni magonjwa yanayosumbua watu na yanatumia muda wa watu. Ule muda ambao unapaswa kufanya kazi, ndio vidonda vimelipuka, ndio mapresha yamelipuka, ndio masukari yamepanda, yameshuka. Yani hivyo ndio wakati ambao unahitaji una shida, una sheria ya vyakula kwa sababu ya figo na mambo mengine, lakini kimsingi ni stress. Ndugu yetu mmoja, rafiki yangu sana wa karibu, alipata stress kazini. Nikajaribu kumtia moyo, lakini ulikuwa ni msongo mbaya wa mawazo. Nikakazana naye kadiri nilivyoweza. Akaniambia, mchungaji, naona kama nashindwa kusamehe. Huyu mtu aliyenifanyia hichi kitu sio aliyepaswa kunitendea namna hii. Mchungaji. Mwingine ananiambia kabisa, vaa viatu vyangu. Nikamwambia, viatu vyako nimevivaaga na kuvivua. Si kwamba hata mimi sijapitia, nimepitia. Lakini tafadhali, nachokiona unaenda kupoteza organ zako za thamani kwenye mwili wako kwa sababu ya mtu, na utamwacha huyo mtu akiendelea na maisha. Ambia, hapana, inaniuma mno, sio yeye, bora mwingine angenifanyia. Mchungaji, inauma mno, nilihangaika naye. Baada ya mwezi mmoja aligeuka kuwa mweusi kuliko nguo hii niliyovaa. Alipopelekwa hospitali akaambiwa figo zake zote mbili
zimefeli. Ni msimu wa kazini, na hiyo shughuli ilikuwa ofisini, kazini, misimu ya kazini. Na unakutana na huyo bosi wako, naye anamng'ang'ania kiti cha misimu ya miaka 4, ya miaka 5, misimu, na ni kichaa cha misimu, kichaa cha misimu. Akahangaika, akamsumbua mpaka figo 2 zikafeli. Akapelekwa India. Amekaa India mwaka 1 na miezi 3. Bahati nzuri Mungu akasaidia, akapatikana dona, akawekewa figo nyingine. Kwa hiyo sasa anaishi na figo moja ya kupandikizwa, lakini zote 2 ziliuawa na majanga, machuki, mawivu, mahasira, kusukumana, kukanyagana kwa mtu mmoja anayetetea msimu wa miaka 5, wa miaka 2, wa miaka 3 kwenye kiti cha uteuzi. Shida iliyoko maofisini. Umetumwa pale ni mkurugenzi, umetumwa pale ni manager, umetumwa pale kuwa leader of the department, na ni kiti cha msimu. Ukai hapo. Hilo shirika ulilikuta kama uko UN ipo, kaangalia ulianza mwaka gani. Just go, nenda ka Google uangalie UN ilianza mwaka gani. Wewe sio wa kwanza na sio wa mwisho. Asubuhi nimefundisha na nitasema, na hii itakuwa ni kauli ya 2026. Maisha ni marefu kuliko misimu. Are we together? Maisha ni marefu. Wewe unayeonea, onea, lakini fahamu jambo hili ya kwamba maisha ni marefu kuliko msimu. Msimu utapita, maisha yatabakia. Washindi wachache wangesema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Lakini na wewe unayepitia msongo wa mawazo, sijui ni mtu eti, yani mtu eti mlikutana hapa juzi akakutapeli tapeli tu, I love you, na wewe ukamwambia I love you too. Yani hivyo tu, hivyo tu. Ni mtu mlikutana hapa, una ndevu tayari mtu, basi unasonona, siwezi kulala, siwezi kuamka, nilimkabidhi moyo. Moyo mpe Yesu, simpe mwanadamu. Limpa moyo utengoye wine nje mdumae, utoe moyo umpe mtu. Moyo wako mpe Yesu. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa msalabani, wanadamu walimchosha. Wanadamu aliowalisha chakula, aliyefufua wafu wao, walimchosha. Mwenyewe akiwa msalabani akasema, Baba, roho yangu naiweka mkononi mwako. Roho yangu naiweka mikononi, sio mikononi mwa sijui sweetie, sijui pineapple. Kwa hiyo unapitia kwenye msimu. Ni mtu aliyekuja na yeye pia ni kichaa cha mapenzi na kichaa cha uharibifu kwa kichwani, naye ni mtu wa msimu, na anakutesa moyo wako. Unashindwa kuachia, unashindwa kusamehe, unaua organs zilizoko ndani yako, moyo, figo, sijui vitu vingine vyote, kongosho, unaua kwa sababu ya kumfikiria mtu. Kwa hiyo ombea uponyaji, na Bwana Mungu ameahidi kwa kinywa cha nabii Yeremia, akasema, maana nitakurudishia afya. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa hapa? Kuna wazazi ambao wanameza dawa kwa sababu ya watoto waliowazaa. Amewasomesha watoto, amewapeleka shule, mtoto amehangaika naye, amerudi leo ni mzigo kwa wazazi, kwa familia, na leo unameza dawa kwa sababu ya watoto. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia kile ambacho tumesoma, mlango wa 30 mstari wa 17, maana nitakurudishia afya, asema Bwana, nami nitakuponya jeraha zako zote. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana, asema Bwana. Ninaomba na ninatangaza kwenye madhabahu hii, kuna watu ambao leo magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya sukari, magonjwa ambayo kabisa umeamezea dawa miaka mingi, acha Mungu ayaondoe leo katika maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Lakini hoja ya tatu ni kuombea kusudi la Mungu maishani mwako. Kuombea kusudi la Mungu maishani mwako. Lazima uombee kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako mara nyingi linaharibiwa na misimu.
na linaharibiwa pia na watu wa misimu. Lakini maisha ni marefu kuliko misimu. Na Yeremia ule mlango wa 29 mstari wa 11, Yeremia 29:11, Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Siku zako za mwisho ni siku zilizojaa matumaini. No matter leo unaona nini, ombea kusudi la Mungu. Lakini katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 6 mstari wa 9 na wa 10, Mathayo 6:9-10, neno ambalo tutasimamia, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mwambie Mungu ufalme wake uje kwenye maisha yako. Kati unaomba mwambie Bwana, ufalme wako uje kwenye huduma yangu huduma ya kwako ambayo Mungu ameiweka ndani yako, huduma yangu ya kichungaji. Ufalme wa Mungu uje, na litakalo lifanyike hapa kama huko mbinguni. Atakalo mtesi wangu halitakalitokee kwa jina la Yesu Kristo, lakini alitakalo Bwana, mapenzi ya Mungu yatimizwe, na Mungu alitakalo lifanyike hapa kama huko mbinguni. Mbinguni kama duniani, na duniani kama mbinguni. Washindi wachache wangesema amina. Maanake kuna watu ambao wanataka ya kwao yatendeke. Wanataka wakuone unafilisika, wanataka wakuone unaibika, wanataka wakuone ukiwa umechanganyikiwa hapa mjini, wanataka wakuone ukiwa umekufa, wanataka. Lakini watake wasitake, mapenzi ya Baba yangu yatatimizwa. Alitakalo Mungu litendeke. Kwa hiyo nataka uombee kusudi la Mungu katika maisha ya kwako, ukimwambia Mungu, kwa watoto wangu ufalme wako uje, wasome wafikie malengo yao. Daktari awe daktari, profesa awe profesa, injinia awe injinia, mchungaji awe mchungaji. Mapenzi yako yatimizwe kwa watoto wangu, mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wako uje kwenye kazi ya mikono yangu, ufalme wako uje. Na mimi nataka nikuambie, hata katika nyumba, miradi ya kifamilia, mambo ambayo unataka kufanya na yale unayoyafanya, natangaza kwenye madhabahu hii, ufalme wa Mungu uje hapo. Waje walale hapo kwenye saiti, wawange, waogeshe hapo maiti, waseme hii nyumba haitakaa iende. Asubuhi iko kwenye lenta, kesho kutwa imepauliwa. Oh my God, wako hapo watu wanaonielewa sawa sawa. Nasema ufalme wa Mungu uje. Falme wa shetani hautasimama kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Ufalme wa Mungu uje. Yale mahau ambayo unayaona ni mahau ya mwaka huu tulioyaombea na kufunga, ufalme wa Mungu uje pale na kazi ya Mungu ipate kutendeka. Oh my God. Na watu wengine watakuuliza, hivi ilikuwaje mpaka haya yakatendeka wakati ambao tunasema ni mgumu kifedha? Utanisaidia kuwajibu, ni ufalme wa Mungu ulikuja hapo. Ni ufalme wa Mungu umekuja, na ufalme wa Mungu uje. Wako wapi watu wachache wanaosema ufalme wa Mungu uje katika kazi ya mikono yako, katika biashara, katika karama, katika kipawa? Oh my God, oh my God, oh my God. Nasema ufalme wa Mungu uje kwenye maisha ya vijana. Wako wapi vijana walioko hapa? Ninatangaza kutoka kwenye hii madhabahu, ufalme wa Mungu uje kwenye maisha ya kwenu. Wanaofikiria kwamba mtashindwa, hamtakaa mshindwe, maana ufalme wa Mungu, oh my God. Wako wapi vijana wa Kiafrika, vijana wa Kitanzania wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Ninasema kazi unayofanya, maono ulionayo, ndoto ulionayo, ninatangaza kwenye madhabahu hii, ufalme wa Mungu na uje juu yako. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Je, unajua ni ufalme gani unakuja? Ni kwa sababu Mungu amesema katika ufalme wake siku za mwisho ataibariki Afrika. Oh my God. Na vijana walioko hapa ni kizazi cha baraka. Wako wapi vijana walioko hapa wanaosema sisi ni kizazi cha baraka na ufalme wa Mungu utakuja juu yetu? Yule Mungu ambaye alisema ataliangalia neno lake naye atalitimiza. Wako wapi vijana wenye matumaini wanaosema ufalme wako uje katika bara la Afrika, ufalme wako uje katika maisha yetu, yale ulioamuru ya baraka na yakatendeke? Vijana wachache wanaopokea ni hawa wanaoweza
kushangilia na kumpigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu ulipokuja kwa Waisraeli waliokuwa watumwa Misri, waligeuka kuwa watu wanaouza dunia nzima akili inayonunuliwa na mteja wa kwanza ni Marekani. Yule mtumwa yule mtumwa. Ufalme wa Mungu ukija, achana nao. Ukija unakuja. Na mimi nawaambieni ninyi wa Afrika, ufalme wa Mungu utakuja juu yenu, na ninyi vijana mtaona mambo makubwa ambayo Mungu atafanya katika bara la Afrika. Oh my God. Naongea hapa na viongozi wenye maana watakaosimama katika dunia wakasikika. Ni wewe kijana uliyekaa hapa. Ninaongea na wafanya biashara, mabilionea wenye uwezo watakaosimama. Ninaongea na watu watakaoimba kuliko akina Jim Reeves. Oh my God, oh my God. Ninazungumza na wahubiri watakaosimama, watakaohubiri kuliko akina Billy Graham. All of them watatokea Afrika. Vijana waliovurugwa wangesema amina na wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Madaktari bingwa, watu wenye uwezo waliopea. Ni wakati kulikumbuka bara hili. Maana Biblia inasema, maana nuru kuu imewazukia wale waliokwenda katika giza nene, nuru kuu imewazukia. Na ninajua Bwana ameamuru itokee. Let there be light in the name of Jesus. Let there be light. Oh my God. Hebu nisaidie kuwapiga high five. Tafuta kijana mwenzako, Mama Mari muache kidogo. Tafuta vijana wawili watatu. Mwambie let there be light. Mwambie let there be light. Mwambie tena let there be light in the name of Jesus. Limeitwa bara la usiku, limeitwa bara la giza, limeitwa bara jeusi lenye watu weusi. Let there be light in the name of Jesus. Let there be light. Oh my God. Hebu nisaidie kutikisa na jirani yako, na wapili na watatu. Mtikise na Mama Mari pale. Mwambie let there be light, Mama Mari. Let there be light. Hallelujah. Let there be. Na iwe nuru kwa jina la Yesu. Na yawe maendeleo kwa jina la Yesu. Na kuwepo baraka kwa jina la Yesu. Na kuwepo na pambazuko kwa jina la Yesu. Wengine wamesema eti kwenda kwao mpaka Bondi, sijui weke Bondi ndio uende kwao. Huko sio mbinguni. Saa yao inakuja, watatafuta visa za kuja hapa, na wala hatutawapa. Time is coming. Oh, yule Mungu aliyeruhusu aibu ikatufuata, ataruhusu na heshima itufuate. Aliyeruhusu magonjwa ikatufuata, ataruhusu na uzima utufuate. Aliyeruhusu dhiki ikatufuata, ataruhusu na furaha. Wako wapi watu wanaonielewa? Aliyeruhusu aibu ikatufuata, hataruhusu na heshima itufuate. Maana imeandikwa, hupandwa kwa machozi, hufufuliwa kwa vigelegele vya furaha. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa kwa fahari. Hupandwa katika kuharibika, hufufuliwa katika kutokuharibu. Wako wapi wa Afrika wachache wangepiga vigelegele? Time is coming. Saa inakuja na sasa ipo. Yeye Mungu atatufuta machozi yetu. Ni yeye aliyerarua na ni yeye atakaye shona. Ni yeye aliyetupiga na ni yeye atakaye ganga jeraha zetu. Ni yeye Bwana wa mabwana. Zaburi ya 90 Biblia inasema, Bwana utufurahishe kwa kadiri ya siku zile ulizotuacha, kwa miaka ile tuliona aibu na miaka tuliona mateso. Yeye Bwana atatujilia. Aliyejilia Israeli atatujilia na sisi. Washindi wachache wangesema amina. Halafu ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Danieli akasema, kwa kuvisoma vitabu niligundua ya kwamba miaka yetu ya kukaa utumwani Babeli ilikuwa ni 70. Baada ya hapo ufalme wako uje. Hallelujah. Oh my God.
Kuna watu watakuja kuomba uraia wa Afrika huko mbele. Hawataamini haki ya Mungu. Nawaambieni kwa kweli. Wata-apply uraia tutawasumbua. Kama wenyewe wanatoa green card, sisi tunatoa red card. Hawataamini. Tunatoa red card ya damu ya Yesu. Inenayo mema. Hawataamini na kuhakikishia. Nani anatishiwa? Tunaye Mungu. Inawezekana hatuna mahospitali makubwa, hatuna sayansi zilizopea, hatuna teknolojia kubwa, lakini tunaye Bwana wa mabwana, Mfalme wa wafalme na Mungu wa miungu. Jina lake anaitwa Mimi Niko ambaye niko. Alisema kwenye miti ya Afrika, aliandika kwenye mawe ya Afrika, alijitambulisha. Oh my God, wako wapi watu wachache hapa ambao wananielewa sawa sawa? Hallelujah. Huyo ndiye Mungu tuliye naye. Alitangaza ardhi hii, akamwambia Musa, yule aliyekuwa Mwisraeli Muasia. Mungu akamwambia Musa, kwenye ardhi hii uliosimama ya bara la Afrika, vua viatu vyako, maana mahali hapa ni patakatifu. Ni Mungu alitangaza hapa. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Mungu alitangaza hapa ni nchi takatifu. Washindi wachache wangesema amina, halafu angempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Hakuna mahali pengine Mungu ametangazaga nchi ni takatifu zaidi hapa bara la Afrika. Ni hapa peke yake. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Kumshukuru Mungu kwa sadaka ya gharama ya kumtoa mwanawe wa pekee afe kwa ajili yetu ni ombi letu la 4 na la mwisho. Kumshukuru Mungu kwa sadaka ya gharama ya kumtoa mwanawake wa pekee afe msalabani kwa ajili yetu ni kitabu cha Yohana ule mlango wa 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tutasimamia hapo na ombea, na pale mwishoni utakuwa ukiombea sadaka yako ya gharama ya Kwaresma. Kuna sadaka za gharama ambazo Mungu amesema na wewe. Kuna zile ambazo unatoa hapa katika mafungo haya kwenye bahasha ya kwako. Kuna extra ambazo Mungu amesema na moyo wako kwa ajili ya mtumishi ambaye Mungu amemweka kwenye maisha yako kama baba wa kiroho anayegusa maisha yako, madhabahu inayokuhudumia. Na hii ni personal ambayo Mungu atasema na wewe na amesema na wewe. Sadaka ya gharama ambayo unasikia ndani ukiwa unaandalia, si leo lakini katika mafungo haya siku 40 kuna sadaka za gharama ambazo Mungu anasema na moyo wako na Mungu atasema na wewe na zitafungua baraka kubwa katika maisha ya kwako. Lakini ombea hiyo sadaka. Ombea hiyo sadaka ambayo Mungu anataka uitoe. Iombe kwa sababu sadaka ni vita. Sasa praise team mje hapa kwa haraka. Praise team mje hapa kwa haraka. Na tutapenda kuabudu kwa ufupi kabla ya kuingia kwenye toba, na baada ya hapo tutaingia kwenye maombi na nitashirikiana na watumishi wa Mungu walioko hapa kufanya maombi ya pamoja. Kijito cha, do you know that song? Dr. Nathan ameniambia yes, I know that song. Oh yes, tutaimba huo wimbo tunapojiandaa kuingia kwenye toba na tunapojiandaa kuingia katika toba hii. Toba hii utajisikia tuwe mwenyewe ama kusimama ama kupiga magoti. Hii ni Kwaresma, ni wakati wa unyenyekevu, ni wakati wa kurarua mioyo, ni wakati wa kuvaa magunia. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo.
namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Inua mikono yako juu, inua mikono yako, funga macho yako. Sasa ni wakati wa toba. Tubu kabisa na kurejea kutoka ndani ya moyo wako. Tafadhali rudia maneno haya pamoja nami kwa sauti kubwa. Sema: Bwana Yesu, wewe ni Mungu unayesamehe uovu na unayeachilia dhambi. Nami ninajua kwa hakika nimekutenda dhambi. Hii ni Kwaresma ya kutubu na kuungama, na ninasimama leo katika nyumba hii takatifu. Tazama, nimeanguka mbele za uso wako. Wewe ni Mungu mwenye haki, Mungu ujulikanaye kwamba una haki na kuwa safi utoapo hukumu. Mwana kondoo wa Mungu
uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Samehe uovu wangu, Bwana, nimekutenda dhambi. Wewe peke yako, wewe ujulikanaye kwamba una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Rehemu maisha yangu, achilia dhambi yangu, samehe uovu wangu. Ninaomba Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu sasa kwenye kitabu cha uzima. Wewe ni Mungu unayerehemu. Samehe Bwana dhambi na kosa na uovu katika maisha yangu na katika nyumba ya baba yangu, kila dhambi iliyobeba mauti, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Naam Bwana, hiyo dhambi inayolipwa mshahara wa mauti, na vitu vingi vimekufa katika maisha yangu kwa sababu ya dhambi. Baba, ninasimama leo katika toba hii, ninaiondoa dhambi na huo mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Ninatangaza hivi leo ya kwamba umeondolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Sikia Bwana, sasa na daima. Sasa ninaomba kama unaweza kupiga magoti, kama unaweza kupiga magoti, uko mahali unaweza kupiga magoti. Nataka utafute privacy ya kwako, na ninataka uinue sauti yako katika toba. Hakikisha unapata nafasi ya kumwambia Mungu yale ya rohoni. Rarua moyo wako na wala si mavazi yako. Rarua kabisa moyo wako. Hakikisha hii Kwaresma ambayo ni Ijumaa ya kwanza umepata neema ya kutubu mbele za Bwana. Inua tu sauti yako wala usinyamaze. Endelea kuomba mbele za Bwana. Rudia tena pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu, uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Hebu endelea kuomba. Inua tu sauti yako, endelea kuomba. Baba, ninasimama madhabahuni pako, na mimi niliye mchungaji na kuhani, ninasimama katika enzi ya patakatifu pako. Bwana, tazama, umelituma kanisa na nguvu na mamlaka ya kusamehe uovu na kuachilia dhambi na kuwafungulia waliofungwa. Na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwenye funguo za mauti na kuzimu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, na kwa nguvu ya neno lako ulilosema, wowote mnaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mnaowafungia wamefungiwa. Mimi kwa mamlaka ya neno lako ninawatangazia watoto hawa, naam Bwana, wanaotubu na kuungama sahihi, dhambi yao imeondolewa, na msamaha wa dhambi uko juu yao. Dhambi yako imeondolewa, dhambi yako imesamehewa katika jina la Yesu. Na huo mshahara wa dhambi ambao watoto wako walikuwa wanatembea wakiubeba katika maisha yao, mshahara wa dhambi ambao ulikuwa ni mauti, nami ninasimama katika neno lako, ninazikata kamba za mauti, roho ya mauti, shambulio la mauti, msimu wa mauti uliokuwa unashikilia maisha yako, maisha ya kiroho, maisha ya kiuchumi, maisha ya fedha, maisha yaliyokuwa yameshikiliwa popote pale. Ninasimama kwenye hiyo madhabahu katika toba hii ambayo umetubu wewe uliyeko hapa, wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, mimi niliye mchungaji ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawatangazia watoto wako, uovu wao umeondolewa, na dhambi yao imeondolewa, na kosa lao limeondolewa, na mauti haina matunda juu yao, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, usikie sala, usikie toba, usikie ukarehemu. Bwana, samehe kabisa. Wengine ni dhambi zilizokaa katika uzao wa baba na uzao wa mama, kama Daudi mtumishi wako alivyosema, nilichukuliwa mimba hatiani. Zipo hatia za kivizazi ambazo watoto wako wametembea nazo, lakini hivi leo Bwana, watoto wako tumepiga magoti mbele za uso wako, tunaomba rehema. Samehe nyumba hii,
samehe familia hii, samehe uovu wa nyumba hii na uovu wa mji huu na uovu wa boma hili, dhambi ya boma hili na kosa la boma hili na uasi wa boma hili. E Bwana, uzao wa tumbo la huyu mwanamke, ikiwa huyu mama alienda kwa waganga akafanya uasi, akafanya dhambi, akapeleka majina ya watoto katika madhabahu za Baali, ikiwa kuna matambiko ambaye alifanyika katika nyumba, katika uzao Baba, ikiwa watoto wako waliunganishwa katika dhambi na shetani akapata uhalali juu yao, rehemu uzao wa tumbo la huyu mama. Rehemu e Bwana uzao wa tumbo la huyu mwanamke, watoto wa mama huyu ambao wamepigwa na dhambi na uasi na kosa, na shetani ameushambulia mji huu. Baba, ninasimama hivi leo, hizo kamba za mauti zinakatwa, huo uovu unaondolewa, hiyo dhambi inaondolewa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rehemu e Bwana, samehe Yehova. Baba, mtumishi wako Musa alisimama kama intercessor, akasimama kama muombaji, akasimama kati yako na watu, akawaombea rehema. Na mimi ninasimama kati yako na watu hawa. E Bwana, samehe, achilia uovu wa watu hawa, samehe e Mungu wa rehema. Rehemu Yehova Elishadai, rehemu ili utukuzwe e Bwana. Hairisha ghadhabu yako na hasira yako juu ya watoto wako. Baba, sikia sauti yangu, ninasimama kati ya watu hawa na wewe uliniita kuwa mchungaji. Ninaungama uovu wao, ninaungama dhambi yao, ninaomba rehemu, samehe, rehemu, samehe e Bwana. Ulikumbuke neno lako ulilo hapa kwa kinywa cha nabii Isaya, na wewe sio mwanadamu hata useme uongo, wala sio mtu hata ujute. Ulisema kwa kinywa cha nabii Isaya, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufi, na zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, ukasema utaziosha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Tena umesema katika neno lako, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo nitakavyoutenga uovu wenu na dhambi yenu, wala haitawarudia. Sasa e Bwana ujitukuze. Sasa e Bwana ujitofautishe na sanamu. Sasa e Bwana ujitofautishe na wanadamu. Uiondoe ghadhabu yako juu ya watu wako hawa. Yule anayeteseka, yule ambaye anataabika, mji ambao unataabika kwa sababu ya dhambi na kosa na uasi, na dhambi ikaleta mauti juu yao. Baba, katika Kwaresma hii ninasimama mahali palipobomoka pa nyumba hii, mahali palipobomoka. Kumbuka Mungu wa majeshi, umenituma kuwa mchungaji katikati ya watu hawa, nami ninasimama katika nafasi ya kikuhani. Tangu zamani ulimsikia Samueli alivyosimama na sadaka ya upatanisho, akiwapatanisha watu wako, na ukarehemu e Bwana makuhani watakatifu waliotumika pamoja nawe katika patakatifu, na huyo Melkizedeki kuhani mkuu aliyesimama katika patakatifu Baba, na Yesu Kristo aliye kuhani mkuu anayesimama katika patakatifu. Baba, ninaungana na makuhani watakatifu wako, ninasimama madhabahuni pako kikuhani na kichungaji. Nimeibeba dhambi ya watu hawa, sikia machozi yao, sikia kilio chao. Rehemu e Bwana, samehe Yehova Elishadai. Watu hawa ulinibeba, watu hawa ulinibebesha watu hawa, na kama Musa, na Mungu ulimwambia Musa atengeneze kifuko cha kifuani. Hawa ndio wale walioandikwa majina yao katika stola yangu ya kichungaji. Haya ndio yale majina yaliyoandikwa kwenye stola yangu ya kichungaji. E Bwana, hawa ndio ninaowaleta madhabahuni pako. Hawa ndio ninaowaleta hivi leo kwenye madhabahu yako Yehova Elishadai. Ziko wapi nguvu zako za kale? Yako wapi matendo yako ya zamani? Uko wapi yule Mungu wa kweli na Mungu wa pekee uliyedhihirika katikati ya watu wako, ulioonekana katikati ya watu wako daima? Baba, haya ndio yale majina yaliyoandikwa katika stola yangu ya kichungaji, na mimi ninayaleta madhabahuni pako. Rehemu, samehe, rehemu, samehe, rehemu, samehe, rehemu, samehe, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo e Bwana,
Sikia kilio cha watu wako, sikia machozi ya watu wako. Mungu, sikia rehema ya watoto wako wanapotubu kwa machozi. Sikia kilio cha watu wako. Sikia Baba, sikia Mungu, sikia Yehova Elishadai, sikia Yehova Nisi, sikia Mungu wa miungu, sikia Yehova Elishadai, sikia ukawatendee kwa ukarimu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayerehemu, sifa yako ni ya kuwa na rehema daima, na wewe ni Mungu unayekaa na roho zilizotubu. Tena umesema katika neno lako, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na mimi nimependezwa nao. Ongeza kundi la watakatifu walioko duniani kwa kusamehe uovu na dhambi na kosa na uovu na uasi wa watu wako jioni hii ya leo. Baba, nimemwombea kila mmoja kwa maombi na kwa machozi ya kichungaji. Urehemu Bwana na usamehe, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Washindi waseme amina. Pigie Bwana makofi ya shangwe, makofi ya furaha ya msamaha wa dhambi. Haleluya. Na sasa ninaomba usimame. Simama mahali ulipo. Tunaenda kwenye ombi la pili, ni kuombea uponyaji. Hili ombi ni la msingi sana, lakini una mama, una baba, una ndugu, una jamaa ambaye kwa sababu ya misimu ana magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo. Mtaje tu. Nataka nikuhakikishie kwenye madhabahu hii, Mungu amesema nami. Kuna watu wamemeza dawa miaka mingi. Kuna watu hata figo zimeshafikia kwenye final stage. Mungu ataziumba kwa upya. Anapoumba leo figo mpya kwenye tumbo la kina mama wajawazito, leo usiku ataumba na figo ya mtu mmoja ambaye imeshafeli, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wachache waseme amina. Na nataka nikuhakikishie, ukiwa uko hapa, magonjwa yoyote Mungu atayaondoa kabisa kwenye maisha yako. Inua mkono wako juu, inua mikono yako juu. Nataka uombee uponyaji wa majeraha ya ndani, upate inner healing, lakini na yale yaliyosababishwa pia na misimu katika maisha ya kwako. Rudia maneno haya pamoja nami kwa sauti kubwa. Sema: Bwana Yesu, asante kwa sababu umesema na moyo wangu, umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia. Inua sauti yako zaidi, sauti ya imani. Sema kwa sauti kubwa, umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, utanirudishia afya na utaponya majeraha yangu yote. Nami ninasimama hivi leo katika maisha yangu na katika nyumba yangu na katika familia yangu na watu ninaowajua ambao wanaugua magonjwa yaliyoletwa na misimu mibaya iliyotengenezwa na watu katika maisha yao. Baba, ninasimama kwenye madhabahu, ninawataja kwa majina yao, na mimi mwenyewe ninaamini katika neno hili. Saa imefika, Bwana, unirudishie afya, naye unirudishie afya kwa jina la Yesu. Rudishia watu wako afya, watu wa nyumbani kwangu, turudishie afya, nirudishie afya. Ponya majeraha yangu yote, majeraha ya ndani na majeraha ya nje, kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kila namna, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya presha, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya afya ya akili, magonjwa ya ukichaa, magonjwa yoyote yale ambayo ameshikilia maisha yangu, msongo wa mawazo, achia maisha yangu, toka hivi leo kwa damu ya Yesu. Roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito na kukata tamaa, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya mifupa, magonjwa ya uti wa mgongo, pingili katika uti wa mgongo, magonjwa ya nerves, katika jina la Yesu, achia maisha yangu, toka hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba, inua sasa sauti yako, omba. Unajua nani anaumwa kwenye familia, unajua we mwenyewe unaumwa nini. Nione watu wanaoweza kuomba. Oh my God, inua sauti yako, omba, tabiri Mungu akurudishie afya, tabiri kwa jina la Yesu. Sema usinyamaze, sema usinyamaze, sema usinyamaze. Inua tu sauti yako mbele za Bwana,
ninaona nguvu ya Mungu. Watu wengi wanapona, watu wengi wanapokea, watu wengi wanapona. Kuna watu wanapona magonjwa ya muda mrefu, hizo figo zinaregeshwa kwa upya, hizo figo zinarejea kwa upya. Bwana Mungu wa majeshi, God at work, God at work. Mungu yupo kazini. Ninaziona nguvu za Mungu na uweza wa Bwana. Bwana Mungu wa majeshi ameapa, anakurudishia afya, anaponya majeraha yako yote, majeraha ya ndani, majeraha ya nje. Ninaachilia uponyaji wa ndani, ina healing kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, omba, usinyamaze. Kataa magonjwa kwenye familia, magonjwa yaliyopo kwenye ukoo yakatae kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu, pandisha kiwango cha imani, pandisha kiwango cha kuamini ya kwamba uponyaji uko hapa, ya kwamba Bwana atakuponya leo, ya kwamba Yesu anaingilia kati ya afya yako. Pandisha kiwango cha imani, pandisha kiwango cha maombi. Wewe uliyoko hapa, wewe ambaye unaabudu pamoja nasi online na kwa njia ya redio, leo Bwana anakuponya katika jina la Yesu, katika damu ya mwanakondoo. Bwana, hiyo damu yako Yesu, hiyo damu yako, hiyo damu ya Yesu iliyobeba uponyaji, iliyobeba uzima, iliyobeba uhai wa Mungu mwenyewe, na ipite juu yako kuanzia utosi mpaka wayo wa miguu, kwenye nyama zako, kwenye mishipa, kwenye mifupa, kwenye chembe za damu. Damu ya Yesu yenye uponyaji, damu ya Yesu yenye uhai, ipite kwenye uti wa mgongo, kwenye mifupa, kwenye pingili, spinal cord. Damu ya Yesu ipite, itembee, iachie uponyaji, iachie afya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kulogezewa, ya kunenewa, ya kuapiziwa, ya kutamkiwa kwa jina la Yesu, toka, achia huyo mama, toka, achia huyo papa, toka, achia huyo dada kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa yote ya kurithi, magonjwa ya kifamilia, haya, damu ya Yesu inapita mpaka kwenye asili ya kwako, asili ya baba, asili ya mama yako. Hiyo damu ya Yesu inatembea hayo magonjwa ya hiyo familia, ya ukoo, sukari, presha, kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya kichaa, fire, toka, chia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya Yesu inapita, ndio inapita mpaka kule kwenu, inapita, inatembea kwenye malango ya ardhi ya kwenu, malango ya kusini, malango ya kaskazini, mashariki, magharibi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita. Bwana, ingilia kati huyo mama, Bwana, hapo hospitali, hapo nyumbani, hapo kitandani, hapo kanisani. Bwana, ugonjwa amekaa nao kwa miaka mingi, ametembea nao kwa siku nyingi. Leo damu ya Yesu ipite, iachie uponyaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapepo haiwezi kukaa, miungu haiwezi kukaa. Damu ya Yesu inapita, wanakuachia, mapepo yanakuachia, miungu inakuachia, mizimu inakuachia, presha inatoka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea afya, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea afya, pokea uzima, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Wewe uliyelazwa, wewe ambaye uko kwenye chumba cha operation, wewe ambaye uko India, pokea uzima. Mungu akurudishie afya, afya ya moyo, afya ya mifupa, afya ya figo, afya ya akili. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima, nyama kwa nyama, fupa kwa mfupa, mshipa kwa mshipa. Tangu sasa ninaitabiria miili ya watu wako, nyama kwa nyama, fupa kwa mfupa, mshipa kwa mshipa. Pokea uzima, rudishiwa afya. Bwana Mungu wa majeshi asema, tazama nimekuja ili muwe na uzima
kisha uwe nao tele. Nami ninatangaza kutoka kwenye madhabahu hii, uwe na uzima kisha uwe nao tele, uwe na uzima kisha uwe nao tele, uwe na afya kisha uwe nayo tele. Pokea uzima, pokea afya, pokea uzima, pokea afya. Bwana Mungu mwenye kufukua makaburi akufufue katika jina la Yesu. Fufuka katika jina la Yesu. Toka katika kamba za mauti, toka katika mashimo ya mauti, toka katika maneno yaliyobeba mauti, hofu ya mauti. Achia maisha ya watu hawa. Baba, nimeinua mikono yangu ya kichungaji, natazama ninawabariki hivi leo, tangu leo na milele. Ruhusu uzima katika mwili wa mtoto wako huyu, ruhusu afya na uzima katika nyumba hii na katika familia hii. Ruhusu afya na uzima, Bwana, ili watu hawa wapate nafasi ya kufanya kazi, wapate nafasi ya kukutumikia, wapate nafasi ya kukusifu na kukuabudu, wapate nafasi ya kuzalisha. Tazama, nimewaombea nami nimewabariki na roho ya uzima, na nimeituma afya. Ni urithi wako, ni sehemu yako, na upokee. Washindi wachache waseme amina. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hayo makofi hayatoshi, piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Praise team waja hapa, fungu ombi la 3. Praise team, tunataka kuombea kusudi, tunataka kuombea kusudi. Praise team mje hapa kwa haraka, na nataka upate break, upate nafasi ya kubreathe tafadhali. Nataka ubreathe, nataka upumue, lakini naomba usimame, usiketi. Nataka usimame. Nataka usimame katika mlima huu wa Bwana. Sitaki uondoke hapa kama ulivyokuja, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wachache waseme amena. Yupo Mungu mbinguni. Nataka uabudu pamoja nami. Tunakwenda kuombea kusudi la Mungu maishani mwako. Kusudi la Mungu litimie katika maisha ya kwako na ufalme wako uje. Hebu inua mikono yako pamoja nami, abudu pamoja nasi katika korasi fupi. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunaomba asikia, anajibu. Tunaomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi. Tunapoomba asikia, tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Ujibuye maombi, ujibuye kwa moto, tunakuamini Bwana. Usikiaye maombi, ujibuye
usikiaye maombi yetu, ujibuye kwa moto. Oh Bwana, umwaminifu, usikiaye maombi, ujibuye kwa moto. Wewe umwaminifu Yesu, mwaminifu. Oh, tunapoomba, tukimwita anajibu, tunapoomba, asikia maombi yetu. Inua mikono yako juu. Ombi la tatu kama linavyoonekana kwenye ubao, kuombea kusudi la Mungu maishani mwako. Inua mikono yako juu, funga macho yako, rudia maneno haya kwa nguvu na kwa sauti kubwa pamoja nami. Sema tena: Mungu wa Ibrahimu, wewe ni baba yangu, baba yangu uliye mbinguni. Ufalme wako uje, ufalme wako uje, ufalme wako uje kwenye maisha yangu, ufalme wako uje kwenye ndoto yangu, ufalme wako uje kwenye maono yangu, ufalme wako uje kwenye maisha yangu, ufalme wako uje kwenye familia yangu, ufalme wako uje, ufalme wako uje. Ulitakalo litendeke, e Bwana, hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Leo e Bwana, ninasimama madhabahuni pako, ninaliombea kusudi la mimi kuwepo juu ya uso wa nchi, yale ulioniumbia, yale ulioniandikia, kwa kuwa yaliyoandikwa yameandikwa. Na mimi ninasimama leo, kila kitu kilichokuwa kinazuia kusudi lako na ufalme wako kwenye maisha yangu, tazama tangu leo, hiyo roho ya shetani, hiyo laana, hayo mateso na hiyo dhambi imeondolewa. Ufalme wako uje, ufalme wako uje juu ya maisha yangu. Baba, mapenzi yako yatimizwe. Ikiwa kuna mapenzi na matakwa na nia na matazamio ya watesi wangu na maadui yangu waliokuwa wanasubiri mabaya yanipate, leo ninasimama, ninatangaza hivi leo, yatakayotimizwa ni mapenzi ya Bwana. Ufalme wako uje, ufalme wako uje. Kwa hiyo e Bwana, ninasimama hivi leo kinyume cha ufalme wa shetani, ufalme wa nguvu za giza, mapepo, roho za wachawi na waanga, majini, ushirikina wa kila namna, falaki na visomo, maneno niliyotamkiwa yaliyobeba mauti, yanayobeba ufalme wa shetani, maroho ya ufukara, maroho ya laana yaliyobeba ufalme wa shetani. Leo ninatangaza hivi leo, ufalme wa shetani umeanguka, umeanguka. Ufalme wa nguvu za giza, ufalme wa nguvu za kichawi, ufalme wa roho la mpinga Kristo, ufalme wa shetani umeanguka, 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 umeanguka. Babeli yule mkuu umevunjika na kupasuka kama kutupwa kwa jiwe kubwa katika kilindi cha bahari, na kama kuzama kwa risasi katikati ya maji mengi. Hivyo ndivyo ufalme wako ulivyoanguka, ewe shetani, baba wa uongo, na roho zako zote na hekima yako yote. Ufalme wako umeangushwa kwa damu ya Yesu. Nami ninatangaza umevunjika, umepasuka, umebomoka. Mahali pako hapatajulikana milele kabisa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kufanya maombi ya mashambulizi, maombi ya vita. Inua sauti yako, maombi ya vita, maombi ya vita. Haya ni maombi ya vita. Tafadhali hakikisha umesimama, hakikisha unaomba, hakikisha umesimama, hakikisha unaomba. Haya ni maombi ya vita. Angusha ufalme wa giza kuanzia kwenye kijiji chenu, mahali ulipozaliwa. Ufalme wa nguvu za giza kwenye mji unaokaa, kwenye jiji la Dar es Salaam, vunja huo ufalme
bomoa madhabahu za Baali, madhabahu za kichawi, madhabahu za kiganga, bomoa, 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 bomoa kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba. Fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita. Mene na tekeli. Fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita. Yes, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita, fanya vita. Ndio, angusha, 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 angusha. Huo ufalme wa giza, huo ufalme wa giza ndio uvunjike, ndio uvunjike, ndio uvunjike, ndio uvunjike. Unavunjika, 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 unavunjika. Pasua, 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 pasua. Mahali popote pale walipoweka madhabahu za giza, madhabahu za giza, ili kuwasimamisha ule ufalme wa giza, tangu hivi leo, tangu hivi leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pasua, 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 pasua sasa, pasua sasa, pasua sasa. Huo ufalme wa giza ofisini kwako, huo ufalme wa giza nyumbani kwako, huo ufalme wa giza kwenye maisha yako, pasua, 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 pasua sasa, pasua sasa, pasua sasa. Rakatanta ya basata, pasua, pasua. Unatoka, 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 unatoka. Yes, yes, yes. Unatoka, unatoka, nasema unatoka kwenye ufalme waliokushikilia. Ninaona watu wanaotoka. Huyo dada anatoka, huyo dada anatoka, huyo baba anatoka, huyo kaka anatoka, na kusudi lake, na kusudi lake. Njoo kwa jina la Yesu. Nasema toka, nasema toka, toka mahali popote uliposhikiliwa na ufalme wa giza. Nasema toka, nasema toka. Ufalme wa Bwana uende, 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 uende. Ufalme wa Bwana uende, 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 uende. Walipokushikilia na kusudi lako, nasema utoke, nasema utoke. Imeandikwa, kwa maana hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani, kazi za shetani kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye kazi zako, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako. Pasuka, pasuka, pasuka. Endelea kuomba. Pasuka, pasuka. Ninaona watu wanatoka. Fanya bidii, fanya bidii, fanya bidii. Huyo Elia alikuwa ni mwanadamu mmoja pamoja nasi, akaomba kwa bidii. Omba kwa bidii, omba kwa bidii. Nasema ongeza, ongeza bidii yako. Toka na watoto wako kwenye kila falme za adui shetani. Mwambie Mungu, leo hii Bwana, ufalme wako uje unusuru kusudi langu. Ufalme wako uje unusuru kusudi la watoto wangu. Ufalme wako, ufalme wako, ufalme wako uje, 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 uje kwenye maisha yangu, uje kwenye mipango yangu, uje kwenye projekti zangu. Rakatatata shanta kakakaka rekatia bashanta raketa mashanta. Endelea kuomba. Ita ufalme wa Bwana, ita ufalme wa Bwana. Kuna watu wanaona, kuna watu wanatoka wanapoita. Ita kwa imani, ita kwa imani. Uje, 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 uje. Ita kwa imani, ita kwa imani. Ita, 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 ita. Naona mapepo yanapigwa, naona wachawi wanapigwa, naona watesi wanapigwa. Haya, wapigwe hao watesi wa nafsi. Ndio, 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 ndio. Wapige hao, hao wanapigwa, hao wanapigwa, wanapigwa. Naona jeshi la ufalme wa mbinguni limeteremka, jeshi la ufalme wa mbinguni limeteremka. Bwana ana haja na wewe kwa ajili ya lile kusudi. Bwana ana haja na wewe kwa ajili ya lile kusudi. Haufii hapo, hawakumalizi hao. Nasema wapigwe. Kila mtesi wa nafsi aliyemshikilia mtu hapa, apigwe, 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 apigwe.
mpaka watoke hawa, mpaka watoke hawa. Anatoka, 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 anatoka na afya yake, anatoka na watoto wake, anatoka na ndoto yake, anatoka na mipango yake, anatoka huyu, anatoka. Nasema toka na kuamuru utoke, na kuamuru utoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kuamuru utoke kwa damu ya Yesu. Ndio. Ipa damu ya Yesu, ufalme wa Mungu uje, mapenzi yake yatimizwe katika jina la Yesu. Pangua, piga kila falme za giza, mamlaka zote za kuzimu, mamlaka zote za majeshi ya mapepo mabaya, kemea, kemea, piga, kemea, pomoa, haribu, kemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Vikao vya wazi na vya siri vinavyokaliwa kuzimu vya uharibifu kwa ajili ya maisha yako, haya, kemea, peleka, piga mapepo, kemea, kemea. Miungu ikuachie falme za giza, madhabahu za bahali, madhabahu za Kemoshe, madhabahu za ukoo, madhabahu za familia, haya, pigwa, pomoka, pigwa, pomoka, vunjika. Achia watu wa Mungu, achia watu, achia familia, achia ukoo. Kusudi la Bwana likatimie kwenye maisha yake, mapenzi ya Bwana yakatimizwe kwenye maisha yake. Huyu mfanya biashara, huyu mtumishi wa Bwana, huyu mwombaji, huyu mwimbaji, huyu msomaji, Bwana, kusudi la Bwana likatimizwe kwenye maisha yake, pale ofisini, pale kazini. Kusudi la Bwana kwa jina la Yesu. Jesus. Baba, ninaachilia kusudi lako juu yao, kusudi lako juu ya mfanya biashara huyu, kusudi lako juu ya watoto hawa ambao wanasoma, wakawe vichwa na wala sio mkia. Mapenzi yako yatimizwe, ufalme wako uje katika uzao wa tumbo la huyu mama, ufalme wako uje kwenye hii biashara, ufalme wako uje kwa vijana wa Kiafrika. He Mungu, ulisema kwa kinywa cha nabii Isaya ya kwamba utaifanya Afrika kuwa ya kwanza duniani, na tena ukasema utaifanya kuwa baraka kati ya dunia, Jehova. Na huu ndio uzao, na hichi ndicho kizazi, vijana uliowaita hapa, huu ndio uzao, na hichi ndio kizazi cha baraka. Ufalme wako uje juu ya jua hili, Bwana, juu ya bara hili, ufalme wako uje. Let there be light, let there be light, let there be light, let there be light, let there be light. Na iwe nuru juu yao, na iwe juru katika bara la Afrika, na iwe nuru juu ya vijana hawa, na iwe nuru juu ya watoto wako, Bwana. Let there be light. Mahali ambako watoto wako wameona giza, ufalme wako uje kwenye hii ndoa, kwenye hii familia, kwenye maisha ya watoto wako hawa. Ufalme wako uje kwenye hii shule, kwenye hii taaluma, kwenye hii elimu, kwenye hii karama, kwenye hichi kipawa. Ufalme wako uje, ufalme wako uje kwenye maisha ya vijana hawa, ufalme wako uje. Tazama, nimewaombea jioni hii ya leo. Mungu usikiaye maombi, ujibuye kwa moto, na ujibu Bwana, na ukawatendee watoto wako kwa ukarimu, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Watu waliobeba kusudi, watu wa kusudi, wamshangilie Jehova kwa sifa na vigelegele vya kusudi. Haleluya!